Kwa hiyo yani, kwa tafsiri nzuri ni kwamba watu wengi hawaelewi nini tafsiri ya sheria hizi za uchaguzi. Kwa hiyo mtu yoyote anaweza akachukulia vyovyote vile anavyoona kwamba CCM ni waonevu au CCM wamewaonea kwa sababu ya kwamba wale watu wameenguliwa. Lakini ukiangalia tafsiri nzuri kabisa, wale watu wameenguliwa kwa sababu hawajui utaratibu wala sheria zile za uchaguzi jinsi zinavyoeleza. Sasa kwenye taratibu na sheria za uchaguzi, mfano ukakosea herufi moja tu, tayari wewe unakuwa una sifa ya kuweza kuendelea kugombea nafasi hiyo ya uongozi katika mtaa au kijiji au kitongoji ambacho umeomba ridhaa hiyo. Sasa kuna mambo mengi tu ambayo yanaendelea, na Watanzania walio wengi wanaaminishwa kwamba CCM ni maadui au CCM ni wabaya au CCM wamewakata hawa watu kwa uonevu. Mfano kabisa ambao umetokea kule Dodoma, katika eneo lile ambalo Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe anaongoza katika eneo hilo. Sasa wagombea wake wa majina wote na kuondolewa na kuonekana kuwa hawana sifa ya kuendelea ya kuweza kugombea nafasi hiyo ya uwenyekiti wa kijiji, kitongoji na hata mtaa. Sasa mtu mwenye akili ndogo au mtu asiye na maarifa ya siasa au mtu asiyejua siasa au mtu asiyejua kanuni na taratibu za kisiasa anaweza kuona kabisa wale watu wameonewa. Lakini wewe mwenzangu ulioko hapa kwenye mtandao, ninaomba nikushirikishe jambo hili na wewe uweze kunisaidia kujibu swali hili. Mfano, mimi binafsi sijui kirefu cha ACT Wazalendo. Mimi binafsi sijui. Sasa mtu anaomba nafasi ya kugombea uwenyekiti wa kitongoji au mtaa au kijiji, kwamba mimi Noeli ninaomba nafasi, au mimi Mary Erasto ninaomba nafasi ya kugombea uwenyekiti wa mtaa fulani kwa tiketi ya ACT Wazalendo. Kwa tafsiri ya uchaguzi au ule uongozi unaosimamia uchaguzi au tume ya uchaguzi haitambui kitu kinachoitwa ACT Wazalendo. Unatakiwa utaje kirefu cha hiyo ACT Wazalendo, utamke kwa herufi zake, au wewe umetamka kwamba mimi Mary Erasto ninaomba ridhaa ya kugombea uwenyekiti wa mtaa wa Magomeni Dar es Salaam au Kariakoo Dar es Salaam au Unga Limited Arusha mtaa wa Uswahili, ninaomba nafasi fulani ya kugombea kwa tiketi ya CDM. Kwa tafsiri nzuri ya uchaguzi, kitu CDM hakitambuliki, ulipaswa useme mimi Mary Erasto ninaomba nafasi ya kugombea uwenyekiti wa mtaa wa wa kata ya Unga Limited mtaa wa Uswahilini kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, sio CDM. Sasa viongozi wa Chadema wameshindwa kuwaelewesha wale waliokuwa wanaomba ridhaa hiyo kwamba waandikeje. Wao wakaandika tofauti na jinsi sheria za uchaguzi zinavyoelekeza, ndivyo wakakatwa. Kwa hiyo hakuna aliyekatwa kwa kuonewa, lakini viongozi wenye uchu wa madaraka ambao wanamuona kama rais wetu Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli kwamba anawaonea kwa sababu yeye ndiye mtawala wa nchi, na Mheshimiwa Magufuli anapewa ambazo hata hazimstahili wala hata hazijui. Ni watu ambao wamepikwa wakafuata taratibu na kanuni na sheria za uchaguzi jinsi zinavyoeleza. Kwa hata hawa viongozi watendaji wa kata, wakurugenzi ambao ndio wasimamizi wa uchaguzi, wamefuata sheria na utaratibu jinsi unavyoeleza namna ya kuweza kujieleza katika fomu
lakini watu wakati fomu inaeleza uandike kwa herufi kubwa. Fomu inajieleza, usitaje kifupi cha chama chako, eleza. Wengi wametaja kifupi cha chama chao, wengine wamekosea majina yao. Mfano, anaitwa Noel Daniel Molel, yeye ameandika Noel Daniel Olevaroya. Moja kwa moja anakuwa amekosa sifa ya kuwa kiongozi katika mtaa husika ambaye ameomba uongozi ule, na tume ya uchaguzi itamkata jina lake kwa sababu amekosea. Mwingine ameandika jina lilo kwenye fomu yake ni jina lililopo kwenye kitambulisho chake cha taifa au jina lililopo katika kitambulisho chake cha kura. Kwa hiyo mtu huyo anakuwa amekosa sifa ya kuweza kugombea nafasi katika mtaa ule. Na kama mimi nasema uongo, pita kwenye mtaa wako, nenda kwa mtendaji wa kata ukamuombe ile fomu ya huyo mwenyekiti wa mtaa wako ambaye aliomba ridhaa ya kugombea nafasi hiyo. Je, ni kweli amejaza sahihi? Umenelewa nadhani. Sasa kama amekosea au amejaza sahihi, unapaswa wewe uende ukafuatilia ili upate kuaminishwa. Uongo ukaona kama vile viongozi wa CDM au Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimeonewa, lakini ukweli ni huu, hakuna uonevu wowote. Ni watu hawajui utaratibu wa namna ya kujaza zile fomu za uongozi. CCM mali wamewapiga bao CDM na hakuna mgombea wa kwao yoyote aliyeanguliwa, ni kwa sababu moja tu. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi wako makini na zile fomu za wagombea wao, walikuwa wao wakizifuatilia na kuhakikisha kuwa wagombea wao hawakosei kujaza zile fomu. Ndio ikawapa nafasi wao wa kuweza kufanikiwa kuwini katika sehemu zote, ambapo hiyo mbinu tulikuwa tunaitumia sisi wakati tukiwa CDM na tukiwa viongozi waandamizi ambayo wenye maarifa na uwezo mkubwa wa kuweza kupambanua mambo. Lakini baada ya God bless Lema, mbunge wa Arusha mjini, kupata nafasi ile ya kuwa mbunge, akasahau maadili yale ambayo tulikuwa nayo ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Akajisahau na kubweteka na kuwaachia viongozi wa kata na viongozi wa mitaa na viongozi wa wilaya kupambana wao wenyewe pasipo kuwawezesha. Kwa sababu sisi wakati ule tulipokuwa ndani ya CDM tulikuwa tunajiwezesha wenyewe, tulikuwa tuna volunteer wenyewe, tulikuwa tunajitoa kwa spirit, kwa moyo kabisa na kwa gharama zetu, pasipo kugharamiwa na chama kwa kitu chochote kile, tukiheshimiana. Sasa ikafika mahali tumepata wabunge, tumepata madiwani, wakatudharau na kuona kwamba wao ni miungu watu, wakawadharau hata wale waliokuwa wakiwapigania. Ninakumbuka nyimbo moja ambaye marehemu Lucky Dube aliimba akisema the way it is. Ya nyimbo ile ambaye Lucky Dube aliimba, tafsiri yake ya the way it is, utagundua mambo mengi. Ninakushauri wewe kama Mtanzania mwenzangu mwenye kupenda demokrasia na mwenye kupenda maendeleo ya taifa hili, ukaitafute nyimbo hiyo alafu usikilize. Wanasiasa walio wengi tumewapigania kwa nguvu zetu, tumewapigania kwa fedha zetu, tumejifanya wajinga sisi na wake zetu na watoto wao na watoto wetu, kisha destiny zao ili kufanikisha hatima za maisha yao, lakini mwisho wa siku walitudharau. Sasa wewe unatudharau sisi ambao ndio tumekuweka hapo ulipo. Unategemea nini? Ni kukosa knowledge. Many people wamekosa knowledge. Katika maisha ya duniani ukishakosa knowledge, my friend, umejiangusha wewe mwenyewe. Wala usimlaumu Mungu, wala usiwalaumu wanadamu.
Leo mimi nimeama Chadema na kujiunga na Chama cha Mapinduzi ni kwa sababu nimeona Chadema hawana mwelekeo. Lakini nikilisema linawaumiza wengi, na wengi wanachukia, na wengi wanaweza kunitukana na kuchukulia vile wanavyoona wao. Sawa. Chochote wanachoona ni nawaruhusu tu waone sawa, lakini God knows about each and everything in this world. Kwa sababu ninaamini katika Mungu na ninaamini katika haki. Sasa kama hao waliotuaminisha haki wameacha kuwatendea haki wale waliowatumikia, wale waliowafikisha hapo walipo, unategemea nini? Leo marehemu Judith aliuawa pale Soweto, akaacha watoto wawili wa kike wadogo. God bless Lema ambaye ni mbunge wa Arusha mjini hajawahi kwenda. Unategemea nini? Usitegemee kupanda mchele ukavuna ngano. Ukipanda mchele utavuna mchele. Ukipanda ngano utavuna ngano. Ukipanda mahindi tegemea kuvuna mahindi. Usitegemee kupanda mahindi alafu ukavuna maharage. No, hakuna kitu kama hicho. Na ukitaka kuamini haya maneno ninayokuambia, usitukane wala usinihukumu kwa wokovu wangu. Mimi nimeokoka. Nampenda Yesu na mbinguni nitakwenda. Kwa sababu mbinguni siendi kwa sababu yako wewe mfuasi wa Chadema, ambaye mimi ninapozungumza ukweli ambaye ninaujua ndani ya nafsi yangu unanihukumu na kusema wokovu gani huo? No my friend, Mungu hayuko hivyo. Mungu hayuko hivyo. Amini ninachokueleza mimi leo. Mfano mzuri nakupa. Katika wagombea waliogombea katika serikali za mitaa Arusha walikuwa watu 74 mwaka, na tulishinda viti 74 kati ya 78 ambavyo CCM walishinda. Wale watu 74 walio hivyo katika jimbo la Arusha mjini waliorudi kuomba nafasi hiyo ya uwenyekiti wa serikali za mitaa hawafiki. Wengine wote wameacha kugombea nafasi zao katika nafasi hizo za serikali ya mitaa kwa sababu wameona watapigwa, kwa sababu hakuna jema wala mema yoyote waliowatendea wananchi wa jimbo la Arusha mjini. Kwa hiyo rai yangu ni hii, Watanzania wenzangu, tuache emotions, tuache siasa za majitaka, tufanye research. Wazungu wanasema no research, no comment. No research, no comment. Huwezi kucomment jambo lolote lile ambalo hujalifanyia utafiti. Fanya utafiti kwanza ndipo ukomenti. Lakini Watanzania wengi wamekuwa wakiishi kwa miemko, emotions. Kwa maisha yako, neno lote unaloambiwa ongeza na akili yako. Huo ndio uungwana, ndio maarifa. Sasa sio kila neno tu unaloambiwa unalikubali, au kila neno tu unaloambiwa unalipokea, au kila neno tu unaloambiwa unaliingiza kwenye akili yako, akili ya matope usio na ufahamu wala maarifa wala ujuzi. Unaanza tu kulaumu ovyo kama jinsi walivyozoea kulialia ovyo. Cha kwanza kabisa unachotakiwa kufanya kabla ya kukomenti au kulaumu kuona chama tawala kwamba kimewakosea au chama tawala kinawaonea, fanya research. Comment,
No research, no comment. Fanya utafiti. Sasa kama ufanye research ndipo ulialia tu na kuona kwamba Chadema wanaonewa, lakini hakuna kitu chochote. Mimi nimekuwa kiongozi miaka 10, nimekuwa kiongozi mwenyekiti, nimekuwa mjumbe wa kamati tendaji, nimekuwa mwenyekiti wa vijana wilaya more than 10 years. Kwa moyo kabisa, kwa fedha zangu, kwa nguvu zangu, kwa damu yangu, kwa jasho langu, nikipigania Chadema, nikiona kama ni watu wa haki na ni watu waadilifu na ni watu wenye kumwogopa Mungu na ni watu wenye hofu ya Mungu. Lakini my friend, usiponiamini leo, hakika ya Mwenyezi Mungu ninakuombea usife bila kujua ukweli wa CDM. Jadili tu ni watu wenye kutafuta maslahi yao tu na mademu zao na kila kitu na vyeo wanagawana wao kwa wao. Lakini wewe mvimba macho, hakuna no one know you, hakuna anayekujua. Sasa mimi sijaja kwa ajili ya majungu. Kama Mtanzania mwenzenu tu, nimekuja ili kuwaeleza hali halisi jinsi ilivyo. My friend, kote tulipopigwa ni watu tuliowapeleka hawana maarifa wala hawajui namna sheria za uchaguzi zinavyojieleza. Sheria za uchaguzi zinasema herufi moja tu ukikosea umekosa haki ya kugombea. Mfano, Ngarenaro, ukiongeza o mbele, Ngarenaro, umeharibu. Mchezo wako unakuwa umeisha. Sasa mimi Noel Olevaroya ni Mtanzania mzalendo sana. Ni Mtanzania mwenye kupenda haki kwa sababu nina hofu ya Mungu. Ninaamini katika Kristo Yesu. Ninampenda Yesu na moyo wangu wote na roho yangu yote, ninampenda Yesu Kristo. Sasa baadhi ya watu nikieleza ukweli kuhusiana na chama tawala, kuhusiana na Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli, wamekuwa wakinitukana na hata kutukana wokovu wangu. Niwaambie kitu cha kweli, mfamaji akosi kutapatapa. Niwaeleze ukweli kabisa wa kimbingu, maneno yenu hayawezi kunizuia mimi kwenda mbinguni. Nitakwenda mbinguni na nitamuona Yesu na nitaburudika ndani ya moyo wangu. Nitamshangilia Yesu na kumkumbatia katika siku hiyo ambaye Bwana atatuita katika kiti chake cha enzi. Kwa sababu Yesu Kristo aliondoka katika dunia hii akasema, ninakwenda kuwaandalia makao. Mimi nilipo nanyi mtakuwepo. Nami ninakuhakikishia alipo Yesu nami nitakuwepo siku hiyo. Kwa Yesu atakuja kulinyakua kanisa lake. Neno moja ninalotaka kusema kwa siku ya leo kwa vijana wenzangu na Watanzania wenzangu na wote mnaonisikiliza katika mtandao huu. Neno moja tu ninataka kusema nanyi. Mtu anapokueleza jambo lolote, usihukumu kabla uje usikiliza upande wa pili. Mtu yoyote anapokuambia neno lolote, usihukumu kabla hujasikiliza upande wa pili. Mtu yoyote anapokuambia neno lolote na upande wa pili, kwa sababu Mungu ametupa maarifa na ufahamu ili kuweza kupambanua yaliyo mema na yale yaliyo maovu. Sasa tunapopewa maarifa haya ya kimungu ili kuweza kupambanua yaliyo mema na yaliyo maovu, hapo ndipo panapopimwa na Mungu kwamba je, mtu huyu
anayo maarifa au ni mpumbavu? Kwa sababu Biblia inasema mpumbavu hata umtwange kwenye kinu cha kutwangia mahindi, kile kinu kinachotonga mahindi na mshi, umtwange hata toka katika upumbavu wake. Sasa Watanzania wengi wamefanywa wapumbavu na hivi vyama vya siasa, kwa sababu hawana maarifa ya kuweza kujiongeza wao. Mtu anapokuambia neno lake, na wewe tafuta upande wa pili ili kujiridhisha kabla ya kuhukumu upande wowote ule. Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli anafanya mambo mazuri sana katika taifa hili la Tanzania, na kutokana na nidhamu aliyoiweka ndani ya taifa hili la Tanzania, ndio maana leo unaona hata viongozi, lakini falme au serikali zilizopita watu walikuwa hata ukikosea herufi moja kwenye fomu wanakuacha tu, lakini utaratibu ndio. Sasa Magufuli anajaribu kuwaleta Watanzania kwenye uhalisia wa mambo. Magufuli anajaribu kuwaleta ili wajue ukweli. Magufuli ni mtu ambaye hapendi kona kona. Magufuli ni mtu ambaye hapendi magumashi. Magufuli ni mtu ambaye hapendi umbea. Magufuli ni mtu ambaye hapendi uongo. Magufuli ni mtu ambaye hapendi unafiki. Magufuli ni mtu ambaye anapenda mambo yaliyonyoka. Kwa wale watu waliozoea kona kona, wanaweza wakaona kama Mheshimiwa Rais anatenda mambo ambayo sio. Lakini mimi niwaambie ukweli, kama kuna majira ambayo Mungu ametupa kiongozi sahihi, ni majira Magufuli kwa kusudi maalumu ili kulinyosha taifa la Tanzania. Mimi sitaki kitu chochote my friend, nina kazi zangu. Leo mimi nina wanakunywa, Mungu amewasaidia wanasoma, wengine wako vyuo vikuu, wengine wako sekondari, wengine wako primary. Miaka yote hiyo 23 Magufuli alikuwa madarakani, au waliwahi kunisaidia? Sasa kukosa maarifa ndipo kunapoangamiza watu wengi. Eti njaa ipi hiyo? Kama ninasomesha watoto 8 wanakula wanakunywa mpaka na pedi na wanunulia. Nonsense. Kuna mambo sometimes nasoma kwenye mitandao nacheka sana. Eti mtu anasema njaa ndio imenisababisha nimsifie Magufuli. Njaa ipi? Fuatilia lifestyle yangu my friend, utachoka kabisa. So hao 8 tu, siwataji na wengine ambao mimi ninawasomesha wanakula wanakunywa, mbali na hao wa kwangu niliowazaa. Sasa sijui ninao njaa ipi, siwaelewi. Wakati wewe ndio unao mtoto mmoja, hata Pampers unashindwa kumnunulia. Nonsense, narrow minded. Maarifa hakuna. Kwa hiyo mtu yoyote anayeongea ukweli ndani ya taifa hili la Tanzania anaonekana ya kwamba ni njaa. Njaa ipi hiyo rafiki yangu? Rafiki yangu, nimeanza maisha long time. Wewe ndio umemaliza chuo juzi kwa mkopo wa serikali. Nimesha watoto wangu bila mkopo wa serikali. Watoto wangu wako pale chuo kikuu Dar es Salaam, nasomesha bila mkopo. Wamenyimwa mkopo na ninalipa yote. Chumba, sijui stationery, sijui each and everything. Sasa leo wewe unaongea ujinga usio na maarifa wala ufahamu. Hata mnapoitwa nyumbu, watu wanawaita nyumbu. Mimi siwezi kuwaita nyumbu. Lakini ukiangalia kwa maarifa ya kibinadamu,
inaendana. Lakini mimi kwa akili yangu siwezi kukuita binadamu ulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu nyumbu, kwa sababu sisi sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na siwezi kumdharau mwanadamu yoyote aliyeumbwa na Mungu, hata kama anatembea miguu peku, hata kama hana nguo ya kuvaa, hata kama uchi, hata kama hana chakula ya kula. Siwezi kumdharau mwanadamu yoyote aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Siwezi, never on earth. Never on earth. Sitasubutu kumpuza wala kumdharau mwanadamu yoyote aliyeumbwa na Mungu, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ninapokupuza na kukudharau wewe na kukutukana wewe, ninampuza Mungu wangu aliyeniumba na kumdharau Mungu wangu. Bali nitawapenda wote na kuwaheshimu wote, hata kama mtanitukana, hata kama hamtafurahiwa na haya mema na mazuri ninayosema. Lakini neno moja ninalotaka kukuambia, mtu wa Mungu, Magufuli anafanya mambo mazuri ndani ya taifa hili la Tanzania. Tunapaswa sisi sote kama Watanzania tumtie moyo, tumpe nguvu, tumsapoti, tumuombe kwa Mungu, tumuheshimu na kumjali na kumpenda na kumtia moyo katika mapambano anayopambana nayo kuhakikisha uchumi wa Tanzania unakuwa imara. Magufuli ni mtu wa thamani sana. Magufuli ni mtu wa maana sana. Magufuli ni mtu mwema ndani ya taifa hili la Tanzania. Magufuli anatenda mambo mazuri. Sihitaji chochote kutoka kwa Rais John Joseph Pombe Magufuli, bali ninayasema haya kutoka ndani ya moyo wangu, kwa moyo mkunjufu kabisa, kwa moyo uliopondeka kabisa. Leo Magufuli, nikieleza mambo machache tu aliyoyafanya. Tulikuwa kila mwisho wa mwezi ukinunua umeme wa shilingi 10,000 unapewa unit 8 tu badala ya unit 28. Magufuli akakataa huo ujinga na upuuzi. Je, anastahili au hastahili? Tulikuwa hatuna ndege hata moja ndani ya taifa hili la Tanzania. Leo tuna. Magufuli anastahili au hastahili? Tulikuwa na barabara za lami zinazounganisha mikoa, wilaya na kata, mikoa na nchi nzima ya Tanzania, lakini leo Magufuli amefanya. Tulikuwa hatuna treni ya umeme, leo Magufuli amefanya. Tulikuwa hatuna flyover, Magufuli leo amefanya. Tulikuwa leo hatuna umoja ndani ya taifa hili la Tanzania, leo Magufuli ametuunganisha. Tulikuwa hatuna hospitali za wilaya na kata na mitaa na shule za sekondari na kata na mitaa katika taifa hili la Tanzania. Leo tunazo hospitali za kata, wilaya na mkoa na kata katika nchi nzima ya Tanzania. Leo walikuwa matajiri ndio wanaoheshimika na kuonekana watu wa maana na kukufanya chochote kile anachostahili kukufanya, lakini leo hakuna yoyote awezaye kukufanya anachokifanya, anachoweza kukufanya, lakini Magufuli anaweza kumfanya chochote kile ambacho anaweza kumfanya. Sasa huyu sio mtu wa haki. Sasa huyu sio mtu mwema. Madini yetu yalikuwa yanaibiwa ndani ya serikali ya Tanzania, lakini leo Magufuli ameturekebisha, ameturejesha, ameturudisha katika mstari, na leo madini yetu yanatoroshwa. Tunaenda ukutani kwa Magufuli, tunanunua Tanzanite yetu, tunafanyia evaluation, tunalipa kodi ya serikali. Tukitoka hapo tunaenda kuuza katika masoko ya serikali mahali popote katika nchi ya Tanzania. Japo wanasiasa wanafiki ambao wanaweza kuona juzi labda kiongozi mmoja
aliongea kauli fulani kwamba madini yote yarudishwe ndani ya ukuta, wanaweza wakatafsiri vibaya na kuongea ovyo, lakini tafsiri ni hii. Magufuli aliwahi kusema ndani ya ukuta ule wa Mererani kwamba ukishalipia madini yako kodi, nenda ukauze mahali popote, na sheria ya madini inasema hivyo. Huenda ikawa kiongozi yule alipitiwa tu, ulimi uliteleza akazungumza vile, lakini wale wavimba macho na wale wanafiki wenye kuhesabu mabaya tu wanaweza wakawa wametafsiri vibaya, lakini madini yetu tunaruhusiwa kwenda kuuza mahali popote, wala si lazima kukata madini yetu ndani ya ukuta ule, si lazima, kwa sababu madini kazi yake ni nini? Ni urembo. Sasa kama mimi nikinunua tani moja ya urembo wa Tanzanite nikaficha nyumbani, nani ana uwezo wa kuniambia nitoe urembo wangu nilioununua na kulipia kodi niurudishe ndani ya ukuta? No one. Hakuna anayeweza kuniambia neno hilo. Kwa hiyo wale wavimba macho na wambea na wanafiki wanaweza wakamtafsiri RMO wetu wa Manyara vibaya, lakini wala hakumaanisha hicho. Alimaanisha kwamba yale madini yenye sifa ya kukatwa yakatiwe ndani ya ukuta, wala si kwa ubaya, wala si kwa ubabe, kwa sababu madini yenye sifa ya kukata ni machache sana. Unaweza ukapata kilo 200 ya Tanzanite, lakini yenye sifa ya kukata katika kilo 200 ikawa ni gramu 200. Gramu 200, yani 2% ya kilo 200 ndio akawa na sifa kukata. Lakini mawe mengi ni rafu magonga, ambayo kule Ulaya watu wanaenda kufanya matarazo ya nyumba zao kwamba nyumba yangu nimejenga ina thamani ya bilioni 10, nimeitarizi kwa madini aina ya Tanzanite. Kumbe ni magonga ya Tanzanite au rafu za Tanzanite ambazo ndio nyingi. Lakini ile 10% au 20 inayopatikana katika kilo ile 200 ni mapambo ambayo ndio yanakwenda kuvaliwa kwenye cheni, hereni, pete na kadhalika. Sasa kwa mimi ambaye niko kwenye tasnia hii ya madini more than 25 years, ninajua each and everything katika hii tasnia ya madini. Sasa wale wasio na uelewa wanasema ameingilia mpaka madini hivi na hivi. Acheni unafiki na umbea wa Tanzania. Kuweni watu waaminifu, kuweni watu wenye kumpenda Mungu, na msipublish mambo, msipublish vitu, msiongeze maneno. Na katika serikali hii kitu nimekigundua kimoja tu, watu wanapenda kuongea uongo kuliko ukweli. Ndio maana mimi nimemuomba Mungu. Nilimuomba Mungu wakati ule nionane na Magufuli, na Mungu akanikutanisha naye, tukaonana naye pale kueleza kero za watu wa Mara. Safari hii ninamuomba Mungu nikutane naye private, mimi na yeye wawili tu. Nitamueleza mambo mengi sana yanayohusiana na tasnia hii yetu ya madini, nikiwa kama katibu mkuu wa wafanyabiashara wakati wa madini. Nitamueleza each and everything kuhusiana na tasnia hii, kwa sababu mimi niko field every day 24/7. Every day 24/7 niko field. Ninajua each and everything about Gemstone. Ninajua. Sijisifi, na hata mpaka watu kunichagua mimi kuwa general secretary wa wafanyabiashara wa madini sio kitu kidogo. Walinipima na wakaona kuwa ninajua, ndio maana wakanipa nafasi hiyo. Kwa hiyo sasa wewe ambaye unaweza kutukana, unaweza kuongea neno lolote lile, unaweza kukashifu, unaweza kufanya lolote, mimi sikuzui. Nitukane. Mimi nina muscles.
nina muscles za kisiasa, nina muscles, ninaweza kuvumilia na kustahimili chochote. Hata leo ukiniita jina lolote, sikuchukii, sikudharau wala sikutukana. Ndio maana umeona wananitukana. Mimi sijawahi kumblock mtu. Ni kublock kwa sababu gani? Siwezi kukublock kwa sababu naishi kile ninachokiamini, kwa sababu ninazo muscles. I have muscles. I have muscles. Nina muscles za kisiasa. Ninaweza kustahimili chochote kile. Neno lolote utakalotamka juu ya maisha yangu, ninaweza kulistahimili. Hata useme Noeli yukoje, hata useme jinyea, wanajikojolea, Noeli yukoje, wherever you want, wherever you do, I'm happy, I'm ready for each and everything. Wala siogopi chochote kile. Niko tayari kwa chochote kile ambacho unaona ni sahihi kukitamka katika kinywa chako. Lakini neno moja ninalotaka kukuambia, Yesu ni yule yule jana na leo na hata milele. Yesu atabaki kuwa Yesu milele. Wokovu wangu hautabadilishwa na neno lolote lile la waovu, bali Mungu atabaki kuwa Bwana kwangu. Yesu atabaki kuwa Bwana kwangu na Mwokozi wa maisha yangu. Magufuli anafanya mambo mazuri, na mimi binafsi yangu ninamwombea kwa Mungu. Mungu ampe maisha marefu, na ikiwezekana Mungu amruzuku au kumuongezea miaka mingi zaidi katika uongozi wake. Si kama nipendezwavyo mimi Noeli, bali mapenzi ya Mungu yakapata kutimia. Hatujawahi kupata rais mzuri na mwenye kutenda mema kama John Joseph Pombe Magufuli. Mungu mbariki John Joseph Pombe Magufuli. Bariki viongozi wote, bariki waziri mkuu, bariki makamu wa rais, bariki mawaziri wote, bariki baraza lote la mawaziri, bariki wabunge wote, bariki madiwani wote, bariki wenye viti wa mitaa na vijiji na vitongoji wote, bariki wakurugenzi, bariki wakuu wa mikoa, bariki wakuu wa wilaya, wabariki watendaji wote katika sekta mbalimbali katika serikali hii ya Tanzania. Mungu ukajizirishe na kuonekana ukitenda na zaidi ya kutenda katika taifa hili la Tanzania. Mungu Baba, Mwana